Mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka ameagiza tathmini ya hali ya elimu katika manispaa ya Musoma kuwasilishwa ofisini kwake kila siku ya Ijumaa, ikiwa ni sehemu ya hatua za kufuatilia kwa karibu mwenendo wa ufaulu wa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari. Maelekezo hayo yametolewa wakati wa kikao cha tathmini ya elimu kilichoongozwa na mkuu huyo wa wilaya na kuwahusisha viongozi na wadau mbalimbali. Taarifa ya hali ya elimu iliwasilishwa na Bi Pendo Tungora kwa niaba ya afisa elimu awali na msingi wa manispaa ya Musoma, akieleza changamoto mbalimbali zinazochangia kushuka kwa ufaulu, ikiwemo utoro wa wanafunzi, ushirikiano mdogo wa baadhi ya wazazi na shule, changamoto ya chakula mashuleni na upungufu wa walimu katika baadhi ya maeneo. Shule za msingi ziko 64, 44 zikiwa za serikali na shule 20 zikiwa ni shule za binafsi. Na idara ya elimu sekondari ina jumla ya shule 28, shule 21 zikiwa ni za serikali na shule 7 ni shule zisizo za serikali. Idadi ya walimu. Shule za msingi zina idadi ya walimu 569 ambao wapo shuleni, lakini ina upungufu wa walimu 291. Idara ya sekondari ina walimu 447 na ina upungufu wa walimu 232. Jumla ya upungufu katika halmashauri ni 523. Kwa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka ameagiza tathmini ya hali ya elimu kuwasilishwa ofisini kwake kila Ijumaa, huku akitaka hatua za haraka zichukuliwe katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanafunzi. Miongoni mwa changamoto zilizotajwa ni utoro wa wanafunzi, ushirikiano mdogo wa baadhi ya wazazi na shule, upungufu wa walimu pamoja na changamoto za chakula mashuleni. Kweli ni ukweli usiopingika kabisa. Mtoto anasoma anaingia darasa la awali mpaka anafika darasa la 7, huyu mtoto hazijui KS3. Hajui kusoma, hajui kuandika, hajui kuhesabu. Hii inaonyesha kabisa tuna upungufu mkubwa wa walimu wa awali. Na ukweli ndio huo. Maana walimu tulionao si walimu special kwa ajili ya masomo ya awali. Walimu yupo shuleni pale anafundisha awali, lakini watoto wetu wale wanapaswa kujifunza kwa kujua kusoma, lakini kwa kupitia mambo mbalimbali ikiwa pamoja na mapicha, marangi, maneno. Sasa walimu tulionao namna hiyo hawapelekwi kwa ajili ya ufundishaji wa masomo ya awali, bali ni walimu shule za msingi. Ya kuzingatia ni kwenye utoro wa rejareja sana, kwa sababu mwanafunzi asipofika shuleni ni ngumu sana kuweza kufundishika. Akiwa darasani chochote kinaweza kufanyika kwa mtoto atafaulu. Sasa changamoto ya utoro wa rejareja ndio inakuwa iko kubwa sana. Kuna mwenyekiti amezungumza hapa wa Kwangwa B na nafahamu kwenye ufuatiliaji wake. Sisi wanafunzi wanapokuja darasani majira ya saa 2, saa 3, maana walimu wote watakuwa kwa kwenye vipindi. Hawa ambao wanakaa nje wenye vitu wetu na wakitusaidia na watendaji wa mitaa kuwa wanapita, wakiwakuta wakawakamata na kuwaleta shuleni, inakuwa rahisi zaidi sisi kuweza kufanya ufuatiliaji na kugundua kwamba kuna huyo mtoto. Na katika eneo hili mimi binafsi ni wapongezi wenye watendaji wa kwenye kata ya Kitaji ambao wana mtaratibu wa kuhakikisha kwamba inapofika saa 2 wanatoka na kuingia mtaani, wakutana na mtoto ambaye ni rika la shule, lazima wahoji kwa nini hayuko shuleni kwa wakati huo. Mimi binafsi ni kata Iringo wametusaidia, wamekamata watoto na wakatupigia simu na tukashirikiana nao, na watoto wale kwa sasa hivi wanakuja shuleni kwa 100%. Kwa hiyo wote tukifanya katika eneo hili tunaweza tukapush na watoto wakiwa darasani tunaweza tukaenda. Tumeziona changamoto hizi, changamoto tunapaswa kupita na tutapita vizuri, kwa maana ya kwenda kukaa na vikao vya kamati za shule, tuone namna bora ya kuwashawishi wazazi ili waweze kuchangia lishe. Lishe ndio msingi wa elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, watoto wetu wasipokula shule, tafasiri yake wewe mwalimu hawezi kusikilizwa na mwanafunzi hawezi kumsikiliza mwalimu wakati ana njaa. Kwa ni jambo la msingi sana. Mimi nimelifanya kwenye shule zangu zote mbili, shule ya msingi Iringo na nimefanya na Iringo sekondari. Na mimi binafsi nitajitahidi nifike huko mwenyekiti, niombe kikao na wazazi. Kuna mambo ya kuzungumza, tuwasaidie walimu. Inawezekana sisi madiwani tukienda kule wazazi watatuelewa zaidi. Tuwapunguzie walimu mizigo mingine, kwa sababu michango ya chakula imekuwa ni changamoto. Mimi nimefanya ziara kule, bahati nzuri mimi pia ni katibu elimu malezi na mazingira. Unakuta kuna mwanafunzi amelipiwa na mzazi wake chakula,
mwanafunzi mwingine wakati wa kula hali chakula. Kwa hiyo hapo shida pia iko kwa wazazi. Kwa hiyo tunatakiwa nifike kule na niwashauri kama alivyosema Mheshimiwa Diwani wa Iringo, jambo la msingi ni sisi kufika kule kufanya jambo la kuhakikisha ufaulu wa wanafunzi. Tushirikiane kwa pamoja. Tuna kila hali ya kujiuliza tumekosea sehemu gani. Sababu leo nipende kuomba hii idara ya ubora wa elimu inapokwenda kule mashuleni ikagundua kuna kosa, iombe basi kamati ya shule ipewe taarifa ya shule ambayo wanaisimamia, kwani shule ni mali ya wananchi, sio? Ina matatizo gani, ili waanze kufuatilia pale immediately. Na asubiri kukaa nazo zile taarifa kwa muda mrefu, akasubiri mpaka siku ya baraza ndio kuja kutuambia sisi, ambapo ni zaidi ya miezi mitatu na muda umeshapita, kule kazi haifanyiki vizuri. Mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera amesema kuna haja ya kuongeza ushirikiano kati ya wazazi, walimu na viongozi wa mitaa ili kuhakikisha watoto wanahudhuria shule na wanapata mazingira bora ya kujifunza. Walimu kwanza niwapongeze pia sana. Mnafanya kazi ngumu sana. Kukaa na mtoto takriban masaa 8 unamwelimisha, anatoka naenda nyumbani, hujui huko nyumbani anaishi katika mazingira gani. Akirudi kesho, uliomfundisha leo tayari hana lolote analolifahamu, kutokana pia na malezi ambayo sio bora kwa watoto wetu. Kwa walimu na kazi ngumu, lakini mimi naendelee kuwapa moyo, kwa sababu ni kazi mlioichagua, muendelee kuifanya kwa moyo wa dhati na uadilifu mkubwa. Mtu wa kwanza kabisa ambaye anatakiwa tusaidie katika hili swala la ufaulu ni mzazi, sababu mzazi ndiye anakaa na mtoto wake. Ni kweli mwalimu atafundisha, amefika ameandika kwenye noteboard nini, kafundisha kila kitu, mtoto naye amenote down. Lakini mtoto akiondoka, hata kama amepewa homework, akifika nyumbani kama hana mzazi wala mlezi wa kufuatilia yale aliyoyasoma jana ama leo shuleni, itakuwa ni ngumu. Huu ni utani, ni kwamba wazazi hawako serious na watoto wao, kwa sababu serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imesema elimu bure. Wanasema sasa wawape na chakula, lakini elimu bure ni kwa mambo mengine. Zamani watu walikuwa wanaambia lipa dawati, sijui lipa nini, changia hiki na hiki. Siku hizi hayo hayapo. Sasa jamani, wazazi wenzangu, viongozi wenzangu, kweli mzazi anakosa shilingi 4,000 kwa mwezi? Kweli jamani, hii sio sawa. Ndio maana watoto wetu wanashindwa kufaulu, kwa sababu mtoto akirudi nyumbani, huyo mzazi ambaye anashindwa kutoa 4,000 hajali hata mtoto asiporudi shule. Pia mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera ametangaza mpango wa kuanza kutumia teknolojia katika ufundishaji, ambapo smartboard 16 zinatarajiwa kutumika katika madarasa ya mitihani kuanzia Januari mwakani. Nitakachokifanya, nitakuja na smartboards. Hizo smartboards alikuwa anaongea hapa Mheshimiwa Devi, anasema watu wanachoka sijui kuandika au wanafuta wanafanyaje. Ukishaandika kwenye smartboard ina save zile notes. Kwa hiyo kwa sababu tutakuwa na kambi, watoto baada ile lunch ama ile siku wametoka darasani ile saa 10, wana uwezo wa kwenda, mwalimu anafika tu ana review, anabonyeza pale topic aliyofundisha, watoto wetu wanajisomea, wakimaliza mpaka saa 12 saa 1 wanarudi. Na kwa shule za sekondari ikiwa vizuri, ni bora tuweke kambi ya hizi sekondari. Yaani ile kambi inakuwa kabisa watu wanalala bweni, wanakuwa wanalala pale pale shuleni. Bodi moja kwa nje unaagiza kwa milioni 7.5. Kwa hapa Tanzania zinauzwa milioni 14. Kwa hiyo ni expensive. Kwa hiyo tutaanza na bodi 16 kwa shule za sekondari pekee yake. Hapa sisi kuanzia next week Monday, watoto hata Jumamosi na Jumapili watakuwa waje shuleni. Kwa hiyo kinachofanyika hapa kuna hizi siku 16 kuanzia Monday. Ukikalkulate hapa kwa shilingi 200 per day unapata shilingi 3,200. 3,200 mkae na wazazi mwambie basi 3,200 wao watoe 1,500. Wakitoa 1,500
na sisi huku tutaongeza hiyo 1,700 angalau chakula kipatikane, ili watoto wetu waweze kuperform vizuri. Hiyo 1,700 unaongelea ni milioni 6, na kwa kuwa mimi walinipa dhamana wananchi wote wa Msoma mjini, ninaomba nibebe hiyo milioni 6 tuitoe kwenye shule, na wazazi wachange hiyo 100,000 yao na 1,500 ambao na yenyewe inakuja kwenye kama milioni 4 na kitu, milioni 5, kwa sababu hesabu yote ya chakula inatakuwa kama milioni 13 kama sikosei. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka ameagiza shule za msingi kuanza mpango wa wanafunzi kusoma hadi saa 11 jioni, huku akipatiwa chakula, wakati wanafunzi wa madarasa ya mitihani katika shule za sekondari wakitakiwa kuanza kukaa kambini kuanzia Septemba mosi. Kwa hiyo katika hii tunakubaliana ya kwamba wiki hii hayo mahitaji yatapatikana, wiki hii vikao vinakuwa vimeshafanyika, wiki hii wazazi waanze kuchanga, na wiki hii sasa rasmi watoto wa shule za msingi wakiingia asubuhi watakuwa wanatoka jioni. Sawa jamani? Kwa sababu mahitaji na uhakika wa chakula utakuwa upo kwa 100%. Kwa hiyo tusije tukasikia ya kwamba mtoto ameenda nyumbani kwa ajili ya chakula. Hii ndio tunaenda kufanya hivi vikao shirikishi na wazazi kuwashirikisha ya kwamba tuko kwenye mchakato na mikakati ya dharura. Hali kama wote tulivyoiona hairidhishi, hali sio nzuri. Lakini kwenye upande wa utoro sasa rasmi tunakwenda na hiyo kampeni. Tukaona mtoto yote amekaa siku 3 mtaani, maana yake hapo ni watendaji sasa wa mitaa, wenye viti wa mitaa na watendaji wa kata. Nendeni mkachukue hatua. Yaani huu wimbo sasa rasmi leo ndio mara ya mwisho kuimba wimbo wa utoro kwenye manispaa yetu. Na niwahakikishieni pale ambapo mtu fulani ameshindwa kuchukua hatua kwenye kukomesha utoro, tukija sisi na kamati ya usalama, maana yake tukija kutimiza wajibu wako wewe unaotakiwa utimize, wewe hutakuwa salama. Kiukweli kwenye swala la lishe kwa watoto wetu ni kitu muhimu sana. Mimi nawasihi wazazi kuchangia gharama za lishe mashuleni. Kuna faida nyingi sana. Mtoto akipata chakula shuleni, kwanza atakuwa na weledi mkubwa, pili atamsikiliza vizuri mwalimu wakati anatoa somo lake pale shuleni. Kwa hiyo ni vizuri sana wazazi wakachangia elimu za watoto wao. Kwangu mimi naweza kuzungumzia ushirikiano unaweza kupelekea ufaulu. Moja, ili uweze kupata ufaulu, kitu cha kwanza kabisa ni uongozi wa shule, ambao uongozi wa shule utasukuma ushirikiano kati ya wazazi, walimu na jamii. Kwa hiyo mkisha kuwa na ushirikiano na umoja na mkajituma, mkasimamia vijana, mkasimamiana, lazima mtapata ufaulu. Lakini mazingira ni muhimu. Sasa mazingira ndio tunapozungumzia issue kama ya chakula. Kama watoto wapo, usimamizi uko vizuri, lakini watoto wana njaa, wanaweza wasipate matokeo. Kwa hiyo watoto wanahitajika wapate angalau hata uji ili uweze kuwafanya waweze kusustain. Wewe fikiria kama utakaa sehemu kama ulivyokula jana saa 2 usiku, alafu uende mpaka saa 6, utakuwa na hali gani? Sasa hiyo ndio hali ambayo watoto wanakuwa nayo, baadhi ambao wazazi wao hawana uwezo wa kuwapa shilingi 200 ya kununua chai kavu. Kwa hiyo wanapokuwa wanashindwa kupata hivyo, ni lazima kuwe na changamoto kubwa sana ya ufaulu kwenye maeneo ambayo hakuna lishe. Utaona kabisa kwamba shule ambazo zina lishe kama shule yetu ya Msoma Ufundi, watoto wanafanya vizuri kwa kiasi kikubwa. Lakini wanafunzi ambao wachache sana ambao wafanye vizuri ni wale ambao wanakuwa na mahitaji maalum kulingana na hali yao ilivyo. Asante kwa kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Ukokote tutambulika kama Yegowasu TV.
Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John.